Sasa hivi benki tuna matawi manne. Tupo Tandahimba, tupo Kilimanjaro kwa maana ya Moshi, lakini pia tuna tawi Dodoma na ndipo ambapo makao makuu ya benki yalipo, lakini pia tuna tawi jingine la 4 lipo Tabora. Kwa sasa tunaendelea na upembuzi yakinifu kufungua matawi yetu mengine mawili, tawi letu la Kagera pamoja na tawi jingine la Dar es Salaam. Inaundwa kwa 51% ya mtaji wake unatokea kwenye vyama vya ushirika, wanachama mmoja mmoja, lakini vyama vya ushirika umechangia hiyo 51%. Lakini mpaka sasa bado tumeendelea kutoa fursa kwa vyama kuendelea kuwekeza kwenye benki yetu, kwa maana ya kwamba mnaweza kuendelea kununua hisa moja ni shilingi 500 kwa vyama vya ushirika. Lakini makundi mengine, kwa maana makundi ya mtu mmoja mmoja, makundi ya taasisi, zoezi la ununuaji wa hisa tumefunga. Tabora. Sasa tunaweza kupata huduma sisi ambao hatuna hayo matawi kwenye maeneo yetu ya jirani, mathalan ni eneo letu la Songwe. Lakini swali la pili, kama tunaweza ku-access hizo huduma kupitia benki zilizopo, labda CRDB, NMB na benki nyinginezo. Vipi kuhusu swala la gharama? Kwa sababu tunachojua unapofanya miamala benki moja kwenda nyingine, waka gharama ziko juu zaidi. Kwa hiyo nimeuliza swali la pili, kama jibu ni ndio, kwamba tunaweza kupata huduma kwenye benki zilizopo jirani na sisi. Asante. Mkulima mbichi cha wazi. Umesema hiyo benki ya ushirika zina matrekta hayo, kwa kuwa umesema matawi yako mdogo, yatafikieje sisi huko tukihitaji kukopa? Maswali mawili ya Mheshimiwa Mwenyekiti mstaafu. Swali lake la kwanza nitaka kufahamu kwamba benki yetu ya ushirika ina matawi manne. Ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kupata huduma, kwa maana hapa Songwe sisi tutapataje huduma. Lakini pia la pili akasema kama tumezungumza kuna mbadala wa kupata huduma hizi za kibenki kupitia benki zingine, gharama zake zikoje, si ndio? Nitaanza kujibu la kwanza. Tuna matawi manne kama nilivyozungumza, ni sawa, na nimesema tunaendelea kupanua matawi yetu. Sasa hivi tumeanza ujenzi kule Kagera pamoja na Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya kuongeza huduma zetu. Tutakuwa tunajitanua kadri ambavyo benki inavyozidi kukua. Lakini kwa sasa hivi tuna huduma ya uwakala, na naomba hapa nitoe fursa. Hii ni fursa pia itakuwa kwa vyama. Benki yetu kwa sababu ni ya ushirika, tutaleta hii, niseme ni fursa kwenu sasa kwenye vyama. Tumeanza kule kusini kwa maana ya Mtwara pamoja na Moshi, tutawaletea, na kama kuna mtu yuko tayari, chama ambacho kina uwezo wa kufanya kazi ya wakala, tunafungua kitu kinaitwa dawati la benki kwenye chama. Lengo la benki ni kwamba mteja anapokuja, shughuli zote, yaani anapokuja mwanachama, kuanza usajili, kuanza akaunti, mkopo na kila kitu anafanya kwenye benki ya ushirika. Na ndio maana tumekuja na hiyo program na wenzetu wa Rotai, tutaizindua. Lengo ni kuhakikisha kila kitu kinafanyika kwa sehemu moja. Kwa hiyo hautakuwa na sehemu ya kuhamahama. Kwa hiyo tutaletea, hiyo ni fursa, dawati la benki kwenye vyama vya ushirika. Itaongeza wigo mkubwa sana. Tuna vyama active viko 8,700 nchini. Vyote tutasambaza dawati letu la huduma, kwa maana kwamba huduma za kuweka na kutoa na malipo mengine ambayo mkulima anaweza kufanya yatafanyika hapa. Lakini pili, kama nilivyozungumza na nilizungumza awali, sisi tunafanya pia kazi kwa mashirikiano. Hizi benki, nafikiri wote tunaijua benki moja maarufu inatoka Kenya inaitwa Equity Bank, si ndio? Equity Bank tunaijua. Tumeshawahi kuona ATM yake Equity Bank? Haina ATM.
lakini ukifungua account watakwambia unaweza kutoa pesa kwenye benki zingine, si ndio? Sasa sisi tuliamua tuchague moja ya mdau ambaye pia ni mwekezaji wetu tufanye naye kazi. Kwa hiyo hapa Songwe sasa hivi, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti mstaafu, wewe kama ni mdau wetu, ni mteja, ukitaka kutoa pesa, twende pale kwa wakala ukasearch Coopbank, utaikuta. Unatoa hela unaendelea. Ukitaka kuweka unaweka unaendelea. Na kufungua account tunakupatia na kadi. Lakini pia kingine niwahakikishie wana Songwe, hii benki ni ya ushirika kwa sababu Mheshimiwa Mrajisi alishaisimamia sana. Tuna maelekezo pia ya Mheshimiwa Mrajisi kupitia ofisi zote za warajisi mikoa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 4. Tunakwenda kudeploy kwa maana ya kusambaza watendaji wetu kwenye ofisi zote za warajisi mikoa nchi nzima. Watafanya kazi kwa ukaribu na ofisi za warajisi wasaidizi mikoa. Lengo ni kuwafikia wateja wetu, lengo ni kuwafikia wakulima. Kwa mbali kuwa na dawati ambao litakuwepo kwenye vyama vya ushirika, kwenye vyama vya msingi, lakini pia tutakuwa tuna timu ambayo ipo katika ofisi ya mrajisi. Hatutaki kumwacha mwana ushirika nyuma. Kwa hiyo tunaamini sehemu zote hizo utaweza kupata huduma ya benki yetu. Lakini kwenye gharama kama nilivyozungumza, sisi gharama zetu hazitofautiani. Yaani kwa maana ya kwamba CRDB yeye ni mwekezaji kwenye benki yetu. Kwa hiyo hatufanyi naye gharama zile za kibiashara. Kwa sababu naye pia anasubiria siku ya siku benki ikifanya vizuri apate gawio. Kwa hiyo ile 1,200 kwenye ATM utakayotoa ndio hiyo ambayo utachajiwa. Na utaenda kutumia ATM ya kwake, utaenda kutumia ATM ya kwetu, utaenda kutumia wakala wa kwake, utatumia wakala wa kwetu, utachajiwa same price. Sio kama nimeeleweka Hatuna gharama ya ziada. Lakini swala la tatu liliulizwa na mdau kuhusiana na mikopo. Nafikiri swala zima la matrekta nilizungumza kwamba tunatoa huduma pia ya mikopo kwenye pembejeo, kwenye vifaa, na nikataja pia na matrekta tunatoa. Taratibu za upatikanaji wa mikopo nitataja na namba zangu hapa. Lakini kama nilivyozungumza, benki ya ushirika inapatikana kwanza kuanzia kwenye ofisi ya afisa ushirika mpaka ofisi ya mkoa ya mrajisi msaidizi. Ukituhitaji, ukitaka mkopo, naomba tuwasiliane. Mkopo utaupata. Tuko pale Dodoma, lakini tunawanufaika, tunakopesha kule Kilombero, tunawanufaika wapo Kagera, tunawanufaika wapo Tandahimba. Kote tunatoa mikopo. Kwa sisi nilivyozungumza zile sifa na taratibu, kama unazo niko hapa nione, tutajaza fomu. Na fomu zipo, nimeshakuja nazo hapa. Ziko tu kwa mheshimiwa mtendaji hapa. Ukitaka kufungua akaunti tunafungua. Swali jingine la mwisho lilikuwa ni swali la kwenye bima. Nilizungumza kwa haraka na nikasisitiza mbali ya kuwa na bima ya afya, lakini pia sisi bima yetu tumeizungumza ni bima ya ushirika. Na hata kauli mbiu yetu tumesema kilimo ni salama. Kwa hiyo tunakata bima kwenye kilimo, lakini pia tunakata bima kwa maana mdau amezungumza shamba. Shamba ni asset hiyo. Sawa shamba ni asset. Na sasa hivi mashamba yetu kule kusini, naamini hata huku pia, mashamba yote yamefanyaje? Imesajiliwa, si ndio? Sio tumesajili mashamba? Tunafahamu mashamba yetu. Kwa ile ni asset pia. Tuna bima. Kwa maana ya kwamba tunachokwenda kukibima kule, tunakwenda kubima lile zao lako. Ikitokea umepata changamoto, umepata janga, uwe salama. Tumefanya hivyo kwa wadau wetu kadhaa wa tumbaku kule kwa maana ya Tabora, lakini pia na wadau wetu kadhaa wa kahawa kule Kilimanjaro. Na mimi nisisitize sana, zamani tulikuwa tunafanya kilimo cha mazoea, lakini sasa hivi mambo yanabadilika sana. Tabia hali ya hewa inabadilika. Unaweza ukawa na 100% kwamba hapa nitavuna, lakini hali ikabadilika. Kuna majanga yanatokea ya moto, kuna majanga ya mvua kuzidi kama wenzetu wa kule western, kwa maana kanda magharibi. Tuwe katika sehemu sahihi
tuwe na bima. Sawa jamani? Bima zitatusaidia sana. Lakini kingine ambacho nilichokuwa nimekisisitiza katika hivi vyote ambavyo tunavyofanya, tusisahau afya yetu. Ndio maana nilisisitizia sana bima ya afya. Na ndio pia kauli mbiu ya serikali